Tayeb. Wasawabu, na kile chokuwa cha sahihi kabisa mtafsiri ambacho alitakiwa kwenda, an yakula huwa awwalu rusuli sharia, yeye Nuhu ni wa kwanza katika mitume waliopewa sheria sasa kuisambaza ardhini, yeye ni wa kwanza. Nasema idhan, kwa hivyo basi huwa awwalu rusuli shariati, kwamba Nuh yeye ni wa kwanza katika mitume ambao walipewa sheria. Lianna an-nasa, Adam alikuwa mukallamun lakinnahu laysa birasul, anasemeshwa tu na Mwenyezi Mungu lakini sio mjumbe kama mijumbe wengine wa kupewa sheria. Kwa nini? Naam, lianna nasa, kwa sababu watu lam yakhtalifu ba'd, wakati huo walikuwa hawajatofautiana bado. Wallahu, na Allah yeye arsala ar-rusula baina an-nasi, amepeleka mitume kati ya watu, liyahkumu fi makhtalafu fihi, ili mitume ile wahukumu katika watu waliotofautiana. Ukiona anapelekwa mtu pahala, basi jua kwamba mambo yameharibika. Akimpeleka mtu Mwenyezi Mungu pahala hivi, ikiwa ni mtume, basi kwa hakika mambo yameharibika. Na akipeleka pahala mtu shekhe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ujua kwamba mambo hapo yameharibika. Anapelekwa maksudi kwenda kutengeneza, ndiyo malengo. Kana nasu ummatan wahida, amezungumza hayo mwenyewe, walikuwa watu kwa hakika ni taifa moja, mila moja. Faba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin, walipotofautiana wengine sasa wakaanza kuabudia vitu visivyofaa, hapo akapeleka Mwenyezi Mungu mijumbe mubashirina wa mundhirina, waje watoe bishara kwa watakaokubali na waje watoe maonyo makali kwa wale ambao watakataa. Wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqi, na akateremsha pamoja na mitume hao vitabu maalum. Watu watakapofanya ukaidi waonyeshwa maandiko kabisa kwenye vitabu hivyo. Liyahkuma baina an-nasi fi makhtalafu fihi, ili patolewe hukumu katika vitabu hivyo kwa watu katika yale ambayo wametofautiana. Hapa umekwenda kinyume kwa sababu ya tamko hili. Hapa bana, kwa hakika wanatakiwa kwa maagizo ya Mwenyezi Mungu wende hivi. Ndivyo watu walivyokuwa wanaishi na ndivyo ambavyo watu wanatakiwa wawe hivyo. Lakini fi ahdi Adama, kipindi cha Adam, ma kana hunaka ikhtilafu, kulikuwa hakuna kabisa tofauti za kusumbuana watu. Fal adadu kana qalilan, kwa sababu kwanza idadi ya watu ilikuwa ni kidogo. Walaysa hunaka mughriyatun, na wala huko wakati huo hakuna vitu vya kumdanganya kabisa vikamtoa katika sheria akakaa pahala hivi kimya anaangalia screen za uchafu. Kulikuwa kabisa mambo hayo hakuna. Au watu wakakaa pahala kimya angalie football huko dasa zinampita, kulikuwa kwa hakika hakuna kabisa mambo hayo. Au angalie mtu vibozo acheke ovyo, au acheze mtu game, hakuna kabisa kipindi hicho mambo hayo. Wala ashya'u, wala kulikuwa hakuna vitu tujibu vinalazimisha an yakhtalifa an-nasu, eti watu tofautiane. Kulikuwa hakuna vitu hivyo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, kana Adamu, alikuwa mzee mkongwe Adam, yataabadu bishariati, anaabudia kwa sheria, allati shara'aha Allahu lahum, ambayo Mwenyezi Mungu kamewekea sheria kwa ajili ya wao. Wa abnauhu, na watoto wake, yattabi'unahu, wanamfuata mzazi wao bwana katika sheria. Wao walikuwa hivyo. Ama abnauna, ama kuhusu watoto wetu sisi, nahnu fi jambi, sisi tuko upande fulani, wa hum fi jambi, na wao wako katika upande mwingine. Al-aba'u, wazazi, fil masajidi, wao utakuta kwa misikitini. Wal abna'u, na watoto sasa, fil andiya, wako katika maskani, wako katika vigemu. Wanafanya nini? Wanacheza upuuzi kule, na wengine wako katika vilabu vya ulevi. Al-aba'uhum fil masajidi, wazazi wako katika misikiti.
watoto wako nje, wanalelewa na nani? Wanalelewa na wazazi. Kwa hakika ni mambo ya kusikitisha sana, jambo la kujiuliza. Mzazi unamkutia yeye ni mtu wa kheri, na mtoto wake yupo kabisa nje, ametoka katika fensi, si mtu wa kheri. Sijui anakusudia nini mtu kwa mwanawe huyu, kwamba akaungue katika moto wa jahannamuni, au wakakae pamoja na pepo, wakiwa peponi pamoja. Ikiwa mtu atakuwa tayari mtoto wake akae pamoja, anampenda sana, basi huu ndio wakati wa kukaa naye chini kabisa. falamma kathiru, walipokuwa wengi sasa, wamtasharu, na wakatanyanyika maeneo mbalimbali, wakhtalafu hina idhin, na wakhtalafu, na wakatofautiana sasa. Hina idhin, wakati huo, jaatil haja, hapo sasa ndo ikaja shida maalum sasa. Bal ad-daruratu, ikaja sasa ulazima wa Mwenyezi Mungu ila rusul, kuwapelekea mitume sasa, baada watu kugawika na kwenda katika mapote tofauti. شرع لكم والذي أوحينا إليك، أي شرع لكم الذي أوحينا إليك، amewekea sheria Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi kile ambacho amefunuliwa wahi kwako Muhammad. Ma wasa bihi Nuha, kile ambacho kampa wasia mzee mkongwe kabisa Nuh. Tutakuja kuondokea aya hii kipande cha mwisho. Ma wasa bihi Nuha, nini maana wasia? Alwasia hiya alahadu bilshay'i, ni ahadi fulani ya kitu, alladhi yuhtammu bihi, ambacho kitu hicho mara nyingi kinatilia umuhimu, ndo wasia. Tutakuja kuondokea walladhi auhaina ilaika, kwa sababu hapa kwa hakika yapo katika mambo muhimu mno. Sababu Mwenyezi Mungu kutuletea mitume sisi, baada ya kuondoka mitume wakaja masahaba, baada masahaba wakaja wengine, mpaka katika wakati tuliokuwa nao, hikma kupelekwa hasa mtu akimpeleka Mwenyezi Mungu mtu pahala, hikma yake hasa nini? Kwa hakika kuna mambo yanakuwa yameharibika. Kwa hivyo mtu anamchunga, anampitisha hapa na pale, inatumika sababu hii na hii, anampeleka Mwenyezi Mungu sasa hapa nataka utoe vyuma vyangu. Kuna baadhi ya binadamu nyoyo zao sio nzuri, nataka hapa kidogo unirekebishie viumbe vyangu. Faman abasara fali nafsihi, atakaona kwamba hapa ndo pakufuata, hii ndo njia sasa, basi itakuwa ni kwa ajili ya nafsi yake. Waman amia, na atakajitia upofu, fa alaiha, ni dhidi yake sasa nafsi yake. Wa ilaina yurja'un, na kwetu sisi watarejeshwa, watakuja kuyaona yakupa na kuja. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.